Tafadhali, kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Bana, sakata la Alicia's pamoja na Mwijaku kwa sasa hivi tumeweza kusema kwamba limefika mahali pabaya, kwa sababu mpaka sasa hivi Mwijaku haelewi hatima ya ndoa yake ni ipi, licha ya kuwa na matunda katika ndoa hii. Kwa sasa hivi hana mwelekeo wowote. Mpaka sasa hivi ameamua kulia na Watanzania na aliyekuwa bosi wake ambaye ni Diamond Platinum. Mwijaku ameandika katika ukurasa wake wa Instagram na ukurasa wa Snapchat ya kwamba anawaomba Watanzania wote na Diamond Platinum waweze kumwombea msamaha kwa mke wake Alicia's, kwa sababu licha ya Alicia's kuondoka na kuacha mali zote ambazo wameweza kuchuma wote, na ameweza kusikitika kwa sababu anadhani hajamtendea haki mke wake, na ni kwa nini aweze kuacha mali zote bila ya kusema neno lolote. Ikumbuke mwanamke huyu hawezi kuacha kitu chochote kwa sababu ni anatokea upande wa kaskazini, na kama tunavyojua wanawake wa kaskazini wamekuwa wakisemwa katika mitandao ya kijamii kwamba ni watu ambao hawaachi mali nyuma. Iweje mwanamke huyu aweze kuondoka katika ndoa yake na kuacha mali nyingi katika nyumba ya mwanaume? Ikumbukwe Mwijaku waliweza kujenga gorofa ambalo gorofa hili linaonekana kwamba ni gorofa la watoto. Licha ya kuonekana ni gorofa la watoto, watoto hawa mpaka sasa hivi hawajaweza kukabidhiwa kitu chochote ambacho labda ni hati au kuambiwa labda utasimamia kitu fulani. Bado viko katika umiliki wa Mwijaku pamoja na Alicia's. Kitu hiki kinaweza kumtafuna Mwijaku mpaka pale ambapo ataweza kusawazisha mambo haya kwa mke wake, na ndio maana akaamua kuja katika mitandao ya kijamii akiwa anawataka Watanzania wote kwamba wakaende kumwombea msamaha kwa mke wake. Na Mwijaku ameendelea kufichua mambo ambayo yamesababisha mpaka mke wake aweze kususia mali. Ameweza kutuambia kwamba haioni ladha ya kuwa na mjengo mkali au mjengo mkubwa na unaishi peke yako na mbwa. Kitu hiki kimeweza kumchukiza kwa upande wake, na amekiri kwamba kwa sasa hivi anatamani arudishe mapenzi yake kwa mke wake, kwa sababu anadhani endapo akiendelea kwa staili hii atakufa na mambo mengi ikiwemo sonona. Huo ndo ulikuwa ujumbe ambao ameweza kuuacha katika ukurasa wa Instagram pamoja na ukurasa wa Snapchat, akiwa kama Mwijaku akiwa anawataka Watanzania waweze kumfanyia mbinu yoyote ili mradi tu aweze kurudiana na mke wake, na ametangaza donge nono kwa ambaye atakayeweza kufanikisha kufanya mke wake hata kidogo aweze kuongea naye kwenye simu, atamfanyia bonge ya surprise. Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe katika chaneli yetu.